Yafuatayo yanajiri kati ya saa 2 asubuhi na saa 3 asubuhi. Survivor Series. Bila shaka ikiwa ni saa 3 dakika 15 zinakatika ndani ya Video Maisha, video zaidi ya Video Maisha asubuhi ya Kumu na Sakale. Tupo ndani ya Survivor Series na asubuhi ya leo tunazungumza na ndugu yetu hapa bwana Kavuli Bernard ambaye ni kijana wa Gen Z, bila shaka akitueleza tu taswira yale yaliyotokea wakati wa maandamano ya 2024 ya Gen Z. Brother Bernard, wakati tukienda mapumzikoni ulikuwa unatuchorea taswira katika kile chumba ambacho kwamba ulikuwa umeingizwa pale, kwamba kile chumba kilikuwa na giza totoro, huoni mtu yeyote, japo ulikuwa unasikia upande ule mwingine pia kuna chumba ambacho kwamba kuna wale wenzako ambao pia walikuwa wametekwa nyara. Sasa hapa wakati uko kwa chumba hapa, madhila yalikuwa vipi? Ulikuwa labda unatandikwa mijeledi, labda ulikuwa unafanywa kitu gani? Ilikuwa ni vitapu vya aina yote ile. Kwanza kuna electric cable ile ngumu ile unatandikwa kwa mgongo. Walikuwa wanatumia vile kicks, na kupiga kicks. Walikuwa wanatumia makofi, kuslapi. Kwa hivyo ilikuwa mateso ya aina hiyo, na vile kuna mateso bado ya mental torture, ile unafikiri sometimes badini ilikuwa naota kama nimeketi chini. Yaani niko tu nimeketi hapo, lakini kama wakati mdogo uliopita nilikuwa naona vitu ambavyo sivioni. I think nilo wanaita depression, kitu kama hiyo. Kwa hivyo ilikuwa mateso makali sana. But sijui kama tutazungumza kuhusu hili kwa sababu ni jambo la muhimu kuzungumza kuhusu fidia ya wale ambao walipitia mambo hayo yote. Tutafika hapo brother Bernard, hilo lazima tulizungumzie. Sasa katika hiki chumba hiki, wakati tunasema kwamba ulikuwa unapitia yale mateso na unasema kwamba wale ambao walikuwa wanakutesa walikuwa wanakuuliza kwamba kwa nini unasumbua serikali? Ndio. Ulikaa katika kile chumba kwa muda gani? So ile chumba tulikuwa maeneo mawili tofauti. Eneo la kwanza ni pale ambapo mtu amewekwa kwenye room, dark room. Karum kadogo sana, you can't even stretch hivi mikono ipite yote. Alafu umetolewa nguo na unatandikwa, unachapa, unafanywa kila kitu na ukuli. Then kuamsha sehemu ya pili kuna ka mattress na kuna ka bed sheet. Kwa hivyo hapo nisema kwamba ni kama walikuwa nataka tukienda nyumbani tu tuonekane kwamba tuko tunateseka. Unakumbuka wengine wakisema kwamba vijana walikuwa wamejificha mahali kwa BNB. Walikuwa wamenyolewa vizuri, they have nice haircuts, nguo ni safi. Hiyo ilikuwa strategy ya serikali kuonyesha kwamba hao watu hawakuwa wanateseka. Kwa sababu sehemu ya kwanza ni kuteswa, unaumizwa, unafanywa kila kitu. Sehemu ya pili ni unapelekwa mahali ndio upone. Ukiachiliwa uonekana kwamba huko unateseka. Okay. Unaona? Mlikuwa mpaka mnanyolewa. Ni wao walikuwa wananyoa. So lazima sisi tukifika hapo after kuhamishwa hiyo sehemu ya kwanza, sehemu ya pili kufika ilikuwa kunyolewa. Wanyoa nywele zangu zote, hizo zote, beards, kila kitu. Tena wananyoa vizuri tu? Walinyoa yote, walinyoa by force. Mtu akuwe na uwezo wa kukataa kunyolewa. Kwa sababu nakumbuka ule jamaa ambaye idaiwa kwamba ametekwa nyara akiwa na dreads, dreadlocks. Alafu baadaye akijitokeza kwa na dreadlocks. Na ikawa serikali inasema huyu ni mtu ambaye alikuwa amejificha tu, unaona mpaka amenyoa vizuri. Lakini Bernard, wakati haya yote yanafanyika, number one, hao watu at any given time ulipata nafasi ya kuwaona, ama kila wakati wakija wako na masks? At any given time ulipata nafasi labda kujua huyu labda ni mtu anakaa hivi labda kisura? Hao watu walikuwa na zile zinaitwa ni something covers. Hizo vitu. Unaona tu macho pekee yake hivi. Wamejifunika. Sometimes actually they even have gloves. Ndio wamevaa gloves, so watu wangeweza kuwaona. Ulikuwa tunasikia sauti zao. Na kuona tu macho peke yake. Ni watu wamejificha, wataki kuonekana. At no given time walijitambulisha labda ni polisi, labda ni, kwa hivyo mpaka leo hujajua kama walikuwa ni polisi ama ni wahuni tu ama. Wakati walinishika pale Ngong, waliniambia you are under arrest. That is number one. So the police when akona ruhusa kuarrest, kukamata. Tukafika pale sehemu ya kwanza, ile ilikuwa dark room. Wakaniambia sasa uko katika mikono ya polisi. You are in the hands of government. Katika mikono ya serikali. Hapa hakuna kutoka. Tukaenda sehemu ya pili. Wakasema kwamba kazi yao pale ni kuprotect the presidency under whatever circumstances. Walikuwa wanakuambia, wanasema hivyo. Hata kama inamaanisha ni kuua. Walisema hivyo.
they spoke in English. Wakasema, let me quote verbatim. Wakasema, our mandate here is to protect the presidency under whatever circumstance, even if it means death. Ndio maana wakaniambia siku nyingine wakinikamata, it will be life bullet. Sitaweza kwenda nyumbani kama niko hai. Na waliweza kuna kitu ambacho they pointed to kwamba ulifanya specifically. Was it X umeweka ujumbe pale? Was it jinsi ambavyo unafanya labda kuhamasishana? Was it I mean, is there a specific thing that they pointed to at any given time? As in walikuambia kosa lako kubwa ni gani? Kulikuwa na mambo matatu. Unajua kuna watu ambao walikuanga very vocal kwa mtandao. Okay. Wakipush agenda hivyo inakwenda hata wakati mwingine ukituti kitu anakuambia wewe endelea tu kututi hivi, siku moja utakujiwa. Unaona? Kitu cha kwanza mimi nilikuwa natetea Mbili na Peter Mutati. Alright? Kwa sababu walikamatwa mbele yangu. Hao marafiki zangu walikamatwa mbele yangu. So nilikuwa nawatetea pale kwenye mtandao. Nilikuwa nasema kwamba wewe ulikuwa na push kwamba waachiliwe. Nilikuwa na push waachiliwe wote. Kitu kingine ni ile tunaambiwa kwamba mbona mnasema Ruto must go? Walikuwa nauliza mbona mnasema Ruto must go? Mbona mnafanya hizi agenda? Mbona mnafanya hizi hashtags Ruto must go? Kwa sababu lazima kila siku tukianzisha conversation kwenye mtandao lazima iende viral. Lazima iende kila mahali. Lazima watu wengine watu wengi sana waweze kufikiwa na hiyo habari. So walikuwa nauliza mbona mnasumbua serikali? Mbona mnashinda mkisema Ruto must go? Nani anawafadhili kufanya hizi vitu? Waende kwa maandamano. Wafanya hizi hashtags. Mbona mna compete na watu wengine ambao wanalipwa? Nyinyi faida yenu ni gani katika mambo haya yote mnafanya? Unaona? Kwa hivyo walisema kwamba kwanza mimi kama mwanahabari, kwa sababu ile siku nilikuwa na hiyo wakati nilikuwa nafanya mass communication, lakini nishamaliza shule. Nilikuwa nasema haufai kukosoa serikali. Okay. Unaona? Kwa hivyo hawakuwa wanataka mambo ambayo yanakwenda kinyume na serikali, mambo ambayo yana expose government. Hiyo ndio walikuwa wanauliza kila wakati. Okay. Na bwana Kabuli, tuzungumzie sasa wakati wa kuachiliwa. Kwa hivyo mahali pa kwanza ulikaa pale siku takriban 5 and then ukakwenda sehemu ya pili. At what point did you know kwamba nimeweza kuponea na labda nimeweza kuachiliwa? Of course I know there was always that bit of you fearing for the worst. So at what point uliweza sasa kuachiliwa? Sasa ikafika wakati moja na mmoja akaweza kukuja akaniambia mimi na Mutati tulikuwa katika ya opposite door. Okay. So nilikuwa nasikia ikiongeleshwa. Okay. Na mmoja akakuja akatuambia, I think ilikuwa Friday. Kwa sababu tuliachiliwa siku ya Sunday usiku. So siku 2 zilizopita jamaa mmoja akakuja akatuambia kwamba mnaweza mkaachiliwa wakati wote ule, lakini sijui mnatupelekwa nyumbani ama mtapelekwa sehemu nyingine. Alright? Hiyo siku nguo zikachukuliwa zetu zikaenda kufuliwa, yangu na Peter Mutati. Tukarudishwa jioni kuvaa. Tukaambiwa kwamba tukue standby. Sawa. Nikiwa kule nilikuwa nahisi kwamba Kenya kuna joto sana. Ile pressure. Kwa sababu najua kila siku kama sija tweet lazima watu waulize Kavuli yuko wapi, sijaje muona akiandika kitu kwa mtandao bwana yuko wapi. Pia nilikuwa naona kwamba media ilikuwa inafanya kazi mzuri, kwa sababu kila wakati nilikuwa na hizo feelings kwamba media lazima ime-expose hizo vitu zote, lazima ime our stories kila kitu. So ikafika wakati kwamba wakakuja watu kama 10 hivi, wanaume 9 na mwanamke mmoja, wakaanza kunihoji interview. Where are you here? Where are you coming from? When do you think this place is? Unafikiria hapa ni wapi? Mbona mnasumbua serikali? You might even be shocked that some of us not for this camera, lakini tuko hapa kutetea jina ya rais. So wakanihoji like takriban sali moja. Then wakaniambia sasa, Bernard, you are an intelligent young man. When you go, I'm quoting verbatim, when you go home, be a good boy. Naona? Okay. Kwa hivyo nikaona kwamba hapo ni kama nimeponea, kwa sababu ameniambia nikienda nyumbani nikue kwa mtu mzuri na niacha mambo ya kutoa must go ama mambo ya SG hashtags kwa mitandao kila kupika serikali vitu kama hizo. Nikaweka kwenye gari, ilikuwa ina Land Cruiser KDN something. Sikosa kushika hizo nini zingine. Number plate hiyo. Nikafungwa macho, pingu, safari ikaanza. Walienda kuniweka mahali kunaitwa Moi's Bridge, iko Tanzania. Tanzania kule. Umetolewa all the way from Nairobi. Sio kama tulikuwa Nairobi au tulikuwa wapi, I can't tell because tukitravel wakati nilishikwa Gong nilikuwa nimefungwa macho, but it must have been within Nairobi anyway. Because it took you say like 1 hour, something like 1 hour, 1.5 hours. 1 hour and something there, you know, 1.5 hours something there. Kulikuwa na jam. So nikawekwa kule
nikatolewa kwa gari, wakaniweka chini, wakaniambia nilale hapo. Hawakunifungua macho ilikuwa imefungwa bado. So after gari nimesikia kienda, nikafungua macho, nikanila hapo down, nikaomba Mwenyezi Mungu kwa kunijalia nikaweza kutoka nikiwa hai. Then from there nikaanza kupiga simu nyumbani, nikiambia tumali niko. Na wakati walikuacha ukiwa na simu yako? Lakini no, simu walichukua. In fact kwa gari kabla waniache waliuliza simu yako, nikamwambia nyinyi mko na simu yangu na pia mko na ID yangu, niliwaambia hivyo. Wakaniuliza uko na pesa, nikamwambia sina pesa. Wakanipa pesa 2,000. I think ilikuwa kama fair, ndio haikutosha, but nilipeleka tukasana kama sandaka. Then wasawa katoroka wakaenda zao, na mimi nikabaki hapo nikatafuta namna ya kwenda mpaka nyumbani. Okay. Ulikuwa katika group moja ya wewe ulipelekwa Moi's Bridge. There was another young man ambaye alipelekwa, was it Luanda? Vihiga Luanda, ile ambayo iligeuzwa ikawa sijati disco matanga. I don't know if you remember the story. Kule Vihiga. Lakini sasa hivi tunapozungumza Kavuli, kwa sababu pia naona muda unakimbia. Kuna serikali labda hata kabla tuzungumzie fidia, wakati unasikia Raymond Omolla anajitokeza kwa mfano PS na anasema kwamba hakuja tokea utekaji nyara, serikali haijahusika kivyote vile katika utekaji nyara, unajisikia vipi wakati wewe mwenyewe ni mwathiriwa, uliyapitia haya na unajua vizuri kama yalifanyika, umemtaja Muteti na kuna wengine wengi? How do you feel? Unaweza kumwambia vipi PS Omolla jamaa? Unajua siwezi explain vile nahisi, juu kama ni kukasirika, nimekasirika yangu nikafika mwisho. I don't know what to say because ukiangalia Raymond Omolla akiongea hizi vitu, commission ile ambayo ni ya haki, Human Rights Commission imelist watu 35 wa abductions na watu 135 enforced disappearances. Alright? Wale ambao wanafaa kufidiwa. Na serikali inajua hilo. They are part of the list ambao wanafaa kufidiwa. Wewe ni moja kati ya wale watu ambao wako kwenye list? Sorry? Are you in the list? Sasa mimi sijui kwa sababu list haijawekwa katika haijawekwa in public. Tunajua kama niko hapo ama si yuko hapo. Wende ikawa watacompensate watu wengine ambao ni the ghost victims ambao watu wa serikali. That's why we've been calling for the list to be made public. Ndio kila mtu asikujua kama wale ambao walitekwa nyara, kina Mbili Mwangi, kina Peter Muteti, kina Joshua Okayo, kina Bob Jagi, kina Kitengela Brothers, kama wako kwa list. Right? Kwa hivyo wakati Raymond anasema hili, na wakati huo kuna watu ambao they are still missing up to date kutoka 2024. Juzi Mathare jana amepotea, Maximilian from Mathare amepotea. Zizo bado hajulikani mahali yuko. Lichuma yuko hospitali, hawezi akazungumza. Wale ambao walishikwa juzi tu wakati wa maandamano ya 25th June, kina Kenyatta, Molinge, Collins, Alam Ocheng, hao wote walishikwa na polisi tukiwaona. Kamera zilikuwa pale Parliament, tukawaona wakishikwa na polisi, akina Ojiro Odhiambo. Alright? Na wakaenda kutupa mahali kwingine usiku, saa 8 za usiku na polisi. So mbona huyu jamaa ambaye anajiita PS wa Interior, huko ni kama kuchukulia Wakenya kama wajinga, anatuchukulia kama sisi kama wajinga. Ni kama hatuelewi kwamba kuna abductions, ni kama hatuelewi kwamba serikali inafanya utekaji nyara. Wakati Ruto amesema kwamba hizi vitu hazitafanyika tena, they are sorry. Alisema we are sorry, these things won't happen again. Which things won't happen again? Where are they compensating us? Mbona wana compensate tu kama hizi vitu haziko? Where are they compensating for what exactly? Unaona? Kwa hivyo ni jambo la kuonyesha kuona mtu kama huyu ambaye anafaa kuwa anatetea haki za wananchi, akisema kwamba kuja kuwa na abductions katika serikali ya Ruto. Bana kwa sababu tunamalizia. Since umetoka huko mpaka sasa hivi, it has been 2 years, eh? Yes. Umewahi pokea any other call maybe from anybody akikutishia maisha kwamba why kwa nini unaendelea kufanya what we told you not to do? Have you ever received any call? Kitu kwanza nasema kwamba mimi sijali. At this point I don't fear anything. Kama nikujia wakati wote wakanimalize. But have you ever received any call? Secondly, huwa tunapokea tu funny calls, mtu anapiga simu ujue ni nani atake kuongea. Sometimes una block number. Mtu anakupigia, ukipokea simu haongei, ananyamaza. Ukicall back simu yuko busy throughout. Ni kama amekupigia na akakublock. Wewe ukajua who is calling who. Naona? Lakini mimi sina uoga. Yale ambayo tulikuwa tunaambiwa tusifanye bado tunayafanya kwa sababu si crime kukosoa serikali. Hiyo ndio duty yetu kama wananchi wazalendo. Unaona? It's our responsibility, it's our duty kukosoa serikali. Na mtu kama mimi ambaye anasimama kiti cha ubunge, kama sitaongea shwali, kama sitaweza kuongelelea wananchi,
nikichanguliwa nitaenda kufanya kazi gani? Lazima niongee. Kwa sababu mimi nataka kuwa katika bunge la kitaifa mwaka ujao, within the parliament. Na Bernard, yale uliopitia ndio yamekuchochea kwamba now you want to represent the people? Of course imechangia kwa kiasi fulani. Kwa sababu tumesema kwamba kama majenzi we are moving from the streets to the ballot. Hatuwezi kila wakati kuendelea kupiga kelele katika mitandao na streets. Lazima tujitwike jukumu la kuweza kupigania hizi viti, tuende pale bungeni tukatengeneza sheria ambazo zinatetea mwananchi na kuweza kukosoa serikali tukiwa katika hizo nafasi za uongozi. Okay. Kabla your parting shot, hii tweet yako hii ambayo unarejelea, baadhi yenu kuna wale waliweza labda kuwasaliti. Sasa hivi nimeona unasema wengine ni government bloggers and so on. I don't know, ulikuwa unaisema katika muktadha gani? Wako katika page ya kwanza hapa. We've seen someone like Colonel Rono, tumeona Osama, kuna wengine tu hapa wale ambao walikuwa na sisi kina Gabriel, you know. Sisi tunafanya kazi na serikali na he was once abducted. Kwa hivyo ni wasaliti ni wengi sana. Na ni right yao kwa hivyo. I mean it's the right kama wali choose kulala na serikali wakati sisi tunaumia. Na wale wengine ni sawa, ni haki yao kufanya jambo kama hilo, but history will judge them harshly. Okay. Neno lako la mwisho labda tukimaliza? Neno langu la mwisho nasema kwamba hakuna mtu amepokea fidia mpaka sasa hivi. Mimi kama mratibu mwenza wa ile coalition of victims, katika coalition yetu hakuna mtu mmoja amekuja akatuambia nimepokea fidia ya shilingi hizi kutoka kwa panel ya Makao Mutua. Na ningependa hata kama nyinyi mnaweza mfanye kikao, panel discussion, muite Makao Mutua na timu yake na muite hawa manusura, tukuje tujue ukweli mbivu na mbichi. Hao wanasema tulipokea fidia, watu 340 wamelipwa, wako wapi? Ni akina nani wamelipwa? Kwa sababu as far as I know hakuna mtu mmoja ambaye, hata Mama Kennedy Onyango huwa Rongai mwenye alipigwa risasi 12 mtoto, hakuna mtu amelipwa. Mama Rex hakuna kitu. Mama Rex ni Mutisa mwenye aliliwa pale parliament, hakuna kitu amelipwa. Mimi kama Kavoli Mbili hakuna kitu amelipwa. Mtoto hakuna kitu amelipwa. Kwa hivyo hao wamelipwa 340 ni akina nani? Wamelipa watu 450 million. Watu 348. Who are these people? Tunapenda kujua, serikali itaja hao watu tujue kwamba kuna watu wamelipa. Lakini as far as of today, this morning, hakuna mtu ambaye amepokea fidia kutoka kwa serikali kama victim wa protest. Okay. Tutapanga bila shaka kikao hicho kupitia kwako, ukiwa umesema naibu mshirikishi bila shaka tutaweza kupanga ili tuwe na kikao kile pamoja na jopo lile kuzungumzia masuala haya ya fidia. Bila shaka Retwa Kavuli Bernard, brother Bernard, wish you the best bro, kwa sababu it's a course. Na every course comes with a price. Nashukuru. And you've already paid the price. So wish you the best when the fellow Gen Z, and of course tunataraji kabisa kwamba katiba inaendelea kuheshimiwa because ni haki ya mtu kutoa kauli yake. Na kama kuna mtu ambaye labda tahisi kwamba kauli yako imekiuka sheria, basi mtu atiwe mbaroni, afikishwe mahakamani. Sio?